Na mtazamaji wa Dodoma TV, moja kwa moja mchezo kati ya Rio Blanco Academy pamoja na Benjamin Mkapa Hospital umetamatika hapa, lakini matokeo yakiwa kama ambavyo pia umeweza kushuhudia hapo, mechi ikimalizika kwa Rio Blanco kuondoka na ushindi wa magoli matatu dhidi ya Benjamin Mkapa Hospital ambao wao wameambulia kuwa na magoli mawili. Hapa sasa tunafanya mahojiano moja kwa moja tukiwa na makocha wa timu zote mbili, nikianza na timu ya Benjamin Mkapa Hospital ambao wao wamepoteza kwa magoli mawili na tayari wameondoka katika michuano hii ya Swaiba katika msimu huu hapa. Bwana, kwanza ongereni kwa mchezo mzuri, lakini poleni kwa matokeo. Nashukuru sana. Mchezo ulikuwa mzuri. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Pia nao wamepambana, lakini kama unajua mpira ni wa matokeo matatu na tumedondokea upande wa kupoteza kwa siku ya leo. Ni moja ya fursa sisi kwenda kujipanga zaidi kwa ajili ya mashindano yajayo. Na kwa muonekano huu wa mashindano nadhani mmetengeza kitu kikubwa sana ambacho kwa timu zote ambazo zinashiriki ni muda ambao wataji brandi vizuri ili kupata timu zaidi ambazo zaweza kusogea kwenye mashindano makubwa zaidi. Wapi pengine Rio Blanco walikuwa vizuri zaidi na hata wakachukua ushindi huo wa magoli matatu? Siwezi kusema kwamba walikuwa wazuri sana. Vijana wangu walikuwa wazuri, ila ni nafasi tumeshindwa kuzitumia kwa kujua kwamba tunacheza kwenye mchezo ambao ni wa knockout ambao ukifungwa basi unaga mashindano. Asante sana na kila laheri katika msimu ujao pia. Asante sana. Haya, mtazamaji, ni kocha wa timu ya Benjamin Mkapa Hospital ambaye yeye ameeleza namna ambavyo pia walijipanga kuhakikisha kwamba wanachukua ubingwa, lakini haikuwa bahati kwao hivyo. Na tutaendelea kuzungumza pia na makocha wa timu nyingine ili kukupa taarifa ambavyo wao wanazungumziaje matokeo haya ambayo wameyapata, hasa katika mchezo huu hapa wa mtoano wa Swaiba Mjens Cup, ikiwa ni mechi ya kwanza kabisa hapo ikiwa imetamatika.